Serikali haioni haja ya kutafsiri upya sheria Intoxication Liquors Act ya mwaka 1968 ili kutoa fursa kwa wakulima wa korosho kupata kipato kwenye gongo ya Mabibo. Swali hilo limeelekezwa katika Wizara ya Katiba na Sheria na linajibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Sagini. Sheria ya Intoxicating Liquors Act inaweka utaratibu wa kuwasimamia watengenezaji na wauzaji wa pombe za asili. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu yeyote anayekusudia kutengeneza au kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni kwa mamlaka husika ya serikali za mitaa. Aidha, kwa mujibu wa sheria hii, gongo sio miongoni mwa pombe za asili kwa maana ya local liquor kama inavyotafsiriwa katika kifungu cha 3 cha sheria husika. Mheshimiwa Spika, pombe aina ya gongo, machozi ya simba, moshi au umeme kama inavyotafsiriwa na kifungu cha 2 cha sheria ya kudhibiti utengenezaji wa pombe za asili sura 384 Traditional Liquor Control of Distillation Act inaweza kutengenezwa ikiwa mtengenezaji ana leseni inayotolewa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya kudhibiti pombe za asili sura 384. Leseni hiyo hutolewa na waziri mwenye dhamana ya viwanda. Aidha, ni kosa la jinai kuzalisha pombe asili ikiwemo gongo bila leseni. Hivyo wakulima wa korosho wanao nafasi ya kujiongezea kipato kupitia gongo ya Mabibo ikiwa wataomba leseni ya kuzalisha pombe hiyo kutoka wizara husika. Mheshimiwa Cecil Mwambe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwanza nishukuru kwa majibu mazuri kabisa ya serikali kuhusiana na swala hili, kwa sababu limekaa hapa mbele yetu na utakuwa shahidi kwa muda mrefu sana tukijadili, na malengo ni kwamba kuongeza ile value chain ili wakulima wa korosho waweze kujipatia mapato. Serikali sasa iko tayari kutoa elimu kwa wakulima wa korosho kutokana na sheria hii. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali iko tayari kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara. Mara kadhaa tumemsikia waziri akitoa ufafanuzi hapa. SIDO wanayo idara ya elimu kwa ajili ya kutumia teknolojia inayoweza kuongeza thamani katika mazao mbalimbali yanayozalishwa na wananchi wetu. Kwa hiyo wakulima wa jimbo lako wanaweza wakatumia fursa hiyo ili kujiimarisha, wakafanya kitu ambacho kinakubalika kwa mujibu wa sheria. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako.